Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako naye mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Iwapo una swali au pendekezo, wasiliana nasi kupitia ujumbe WhatsApp au kupiga simu kwa nambari 0718220582. Karibu katika kipindi cha leo. Wakati huu wa kujifunza neno lake utakuwa wakati wa kukuendeleza na pia kukukuza imani yako kutokana na mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Somo letu li kwenye sura ya 15 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 16 aya ya 7. Sehemu hii ya maandiko yaendeleza hayo yaliyotendeka kwenye sura ya 13 kwa habari ya ile sanduku la agano kuhamishwa hadi Yerusalemu. Baada ya kupata nidhamu ya jinsi ya kuhamisha ile sanduku, sasa Daudi atafanya kama impasavyo, yani kulingana na maandiko. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: basi Daudi akajifanyia nyumba katika mji wa Daudi, akapaweka tayari mahali kwa ajili ya sanduku la Mungu, akalipigia hema. Kwa Daudi kufanya nyumba yake si jambo lililokuwa na umuhimu, bali ni ujenzi na maandalizi aliyoyafanya kwa ajili ya sanduku hilo la Mungu au sanduku la agano. Hili ni jambo linalotuonyesha waziwazi kwamba moyo wa Daudi daima ulitafuta sana kumpendeza Mungu, ndiposa neno lataja kwamba alifanya mahali kwa ajili ya sanduku la Mungu na pia akalipigia hema. Na kwa hili msikilizaji, na kuuliza, habari gani katika maisha yako? Je, wafikiria habari za kumfanyia Mungu jambo lolote? Mungu akusaidie uwe na moyo kama wa Daudi wa kuwaza kuhusu jinsi ya kumpendeza Mungu. Kwenye aya ya pili neno latuambia haya: ndipo Daudi akasema, haimpasi mtu awaye yote kulichukua sanduku la Mungu isipokuwa Walawi peke yao, kwa kuwa hao ndio aliowachagua Bwana ili walichukue sanduku la Mungu na kumtumikia daima. Swali langu msikilizaji ni hili: kwa nini Daudi hakufanya hivi hapo kwanza? Kwa nini ilimbidi apitie magumu ndipo atende linalomstahili? Maswali hayo ni sawa na yale ambayo wafaa kujiuliza wewe, yani kwa nini ilikubidi upitie magumu kabla ya kutenda linalokustahili kwa njia sawa? Naona kwamba wengi wetu hujifunza kwa njia hiyo. Ni rahisi kumwambia Daudi kuwa angelifanya hivi au vile, lakini mara unapochukua hatua moja wajipata umekosea. Yahitaji na yafaa kujifunza kufanya kila jambo kwa mwongozo wa neno la Mungu kama vile Daudi alivyojifunza. Tunaposoma kwenye aya ya 3, hivi ndivyo neno lasema: basi Daudi akawakusanya Israeli wote huko Yerusalemu ili kulipandisha sanduku la Bwana mpaka mahali pake alipoliwekea tayari. Daudi kama kiongozi aliyemcha Bwana alihusisha taifa lote katika kuhamisha sanduku la Bwana hadi Yerusalemu. Hili ni jambo lililompendeza Mungu, ndiposa tusoma habari zake kwenye maandiko haya. Na kwa maandalizi hayo Daudi alikuwa tayari kuhamisha sanduku ile kwa njia sawa kama Mungu alivyomwagiza Musa kwamba sanduku hilo litakuwa mzigo wa Walawi. Hili alilotenda Daudi ndilo watu wengi wafaa kutenda katika nyadhifa zao za uongozi, iwe ni pale nyumbani au pale kazini au katika ngazi za kitaifa. Lazima kiongozi awaye yote afahamu kuwa Mungu ndiye amemweka pale, na iwapo atamfuata Mungu na kuyafanya maisha yake kuwa mfano bora kwa kila mmoja amwonaye, basi taifa hilo litabarikiwa. Hebu tazama haya yaliyoko kwenye aya ya 4, ambapo neno latuambia hivi: Daudi akawakutanisha wana wa Haruni na Walawi, wa wana wa Kohathi, Urieli mkuu wao na nduguze 120. Aya hii tuliyoisoma, ndugu msikilizaji, hadi ile ya 11 yatuonyesha jinsi Daudi alikuwa mwangalifu kufanya kila kitu kwa usawa wake.
Hiyo ni kwa kutanisha wana wa Haruni waliokuwa makuhani na Walawi, yani wana wa Kohathi, wana wa Merari, wana wa Gershoni, ambao wote walihusika katika shughuli za ile hema ya kukutania. Kisha kwenye aya ya 11 hadi 12 neno latuambia hivi: tena Daudi akawaita Sadoki na Abiathari makuhani, na hao Walawi, Urieli, Asaya, Yoeli, Shemaya, Elieli na Aminadabu. Akawaambia, ninyi ni vichwa vya mbari za baba za Walawi. Jitakaseni ninyi na ndugu zenu, ili mlipandisha sanduku la Bwana Mungu wa Israeli mpaka mahali pale nilipoliwekea tayari. Daudi aliandaa mahali ambapo sanduku hiyo ya Mungu itakaa, ila hatujui mahali hapo kwa sasa. Je, ilikuwa kwenye kiwanja cha Arauna? Hiyo ni sehemu aliyonunua, kama vile tuambiwa kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 24. Hapa ndipo hekalu ilijengwa kwenye kilima kiitwacho Moria, na hapo ndipo Ibrahimu alimtoa Isaka kama dhabihu. Vilima vilioko mahali pale vyapitia Yerusalemu na Golgotha aliposulubiwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno laendelea kutwambia hivi kwenye aya ya 14: basi makuhani na Walawi wakajitakasa ili wapate kulipandisha sanduku la Bwana Mungu wa Israeli. Msikilizaji, naamini umetambua na kuona kwamba jina hilo sanduku la Mungu latajwa mara kadha wa kadha. Uhakika wa mambo ni kwamba sanduku hilo lilikuwa muhimu sana kwa Mungu na pia kwa wana wa Israeli, maana hilo ndilo lilikuwa akilishi ya yote ambayo Mungu amewatendea, na pia uhusiano wao wa kipekee na huyo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kosa alilofanya Daudi hapo awali hakulirudia tena, kwani aya ya 15 yatuambia hivi: na wana wa Walawi wakalichukua sanduku la Mungu mabegani mwao kwa miti yake, kama vile Musa alivyoamuru, sawasawa na neno la Bwana. Haya tuyasomayo hapa ni yale uyapatayo kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 4. Kwa hili twajifunza kwamba ni vyema kuchukua muda wa kutafuta kujua ni njia ipi akubaliyo Mungu tunapotaka kutenda lolote lile. Pasipo ya kufanya hivyo, uwezekano upo wa kujikwaa na kupata hasara siye wenyewe. Nayo aya ya 16 yatuambia zaidi kuhusu aliyoyatenda Daudi. Hebu sikiliza: kisha Daudi akamwambia mkuu wa Walawi kwamba awaagize ndugu zao waimbaji pamoja na vyombo vyao vya kupiga ngoma, vinanda na vinubi na matoazi, wavipige na kupaza sauti kwa furaha. Daudi, kama vile twafahamu, alipenda mziki, maana alikuwa mwanamziki. Alitaka sanduku hilo kusindikizwa kwa sifa, shangwe na adhama kwa Mungu. Siku hii, ndugu msikilizaji, ilikuwa siku kuu sana, maana sanduku la Mungu lilikuwa laingia mji wa Yerusalemu. Wakati huu ulikuwa wenye umuhimu sana katika maisha ya Daudi. Ni kana kwamba alikuwa aingia Yerusalemu kwa mara ya kwanza. Mungu alichagua kwamba habari zake za kuteka ile ngome ya Sayuni kutoka kwa mikono ya Wayebusi isizingatiwe, wala jumba alilokuwa akijifanyia. Muhimu kwa Mungu ni habari ya sanduku hilo kuingia katika mji huo, mji utakaotajwa katika maandiko na katika ulimwengu vizazi visivyo na mwisho. Kisha kwenye aya ya 25 hadi 28 neno la Bwana lasema hivi: basi Daudi na wazee wa Israeli na maakida wa maelfu wakaenda ili kulipandisha sanduku la agano la Bwana kutoka nyumbani mwa Obed Edomu kwa furaha kuu. Hata ikawa Mungu alipowajalia Walawi waliochukua sanduku la agano la Bwana, wakachinja ng'ombe 7 na kondoo waume 7. Naye Daudi alikuwa amevaa joho ya kitani safi, na Walawi wote waliolichukua sanduku, na waimbaji, na Kenania msimamizi wa uchukuzi na waimbaji. Naye Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Ndivyo Israeli wote walivyopandisha sanduku la agano la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta na kwa baragumu na kwa matoazi, wakipiga sauti kuu kwa vinanda na vinubi. Hakika siku hii, kama vile ilivyo, ilikuwa siku kuu, nazo sadaka zote zilizotolewa zilikuwa mfano wa hilo atakalofanya Kristo kwa ajili ya walimwengu, hasa wokovu wao na kuwapatanisha na Mungu wa kweli. Siku hii haikuwa kama siku nyinginezo katika maisha ya Daudi. Kama ilivyo, naona kwamba alilokuwa ametazamia sana Daudi maishani mwake ni kuchukua sanduku hilo hadi Sayuni, mahala atakapotawala huyo mzao wake aliye mkuu kumuliko, jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndiposa Sayuni na Yerusalemu, msikilizaji, huitwa kwa jina la Mungu wa Israeli.
Hata hivyo mwenzangu, si kila mmoja aliyekuwa na furaha kwa hayo aliyoyatenda Daudi. Hii ni kama vile tutasoma kwenye aya ya 29 inayomalizia sura hii ya 15 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Neno lasema hivi: hata ikawa sanduku la agano la Bwana lilipofika mjini kwa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akicheza na kushangilia, akamdharau moyoni mwake. Huyu atajwaye hapa ni binti Sauli, mke wa kwanza wa Daudi. Alimwangalia Daudi jinsi alivyokuwa akichangamka na kumfurahia Bwana, naye akamdharau moyoni mwake. Utakubaliana nami kwamba twahitaji watu kama Daudi wanaochangamka kwa ajili ya Bwana Mungu wao, watu ambao mioyo yao imejaa furaha isiyoweza kuzuiliwa, bali hutiririka na kuwafikia wote wanaohusiana naye. Msikilizaji, wahitaji kuchangamka kwa ajili ya mema aliyokutendea Bwana Mungu wako. Yashangaza kwamba kuna wengi wanapokwenda kutazama michezo yoyote ile watashangilia na kufanya kila aina ya mbwembwe, lakini watazame kanisani wamenyamaza kimya sana. Utadhani waliambiwa kwamba iwapo watamsifu Mungu kwa vifijo na nderemo na vigelegele na kwa sauti kuu, Mungu atakasirika nao. Iwapo wadhani hivyo, na kuomba ugeukie Zaburi ya 47 na ile ya 150 na miongoni mwa maandiko mengine, nawe utaona jinsi Mungu anavyotuhimiza kwa neno lake kwamba tumfanyie Bwana kelele za shangwe, hata si kuimba tu, bali kelele. Daudi alimjua Mungu wake, naye alimchezea na kumsifu kama alivyojua vyema. Mtu ajuaye ni yapi aliyotendewa na Mungu, basi atamsifu kwa mfano wa Daudi, haijalishi watu wengine watasema nini, maana yale aliyokutendea ni makuu sana, tena ni ya ajabu, ndiposa unatenda kama vile unavyotenda. Msikilizaji, msifu Bwana kwa yote aliyokutendea, msifu kwa amani aliyokupa, msifu kwa wokovu ulio nao, msifu kwa tumaini la uzima wa milele, msifu kwa subira aliyokupa, msifu kwa upendo wake kwako, msifu kwa neema, msifu kwa rehema, msifu kwa ajili ya fadhili zake ambazo ni mpya kwako kila siku. Mungu wako astahili sifa na shukrani, maana yeye ni Mungu juu ya miungu yote, wala mbele yake hapajawa na mwingine, wala nyuma yake hapata kuwa na mwingine, kwa kuwa yeye ndiye Mungu wa milele hata milele. Tunapogeukia sura ya 16, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3: wakaliingiza sanduku la Mungu na kuliweka katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Wakatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Mungu. Na Daudi alipokwisha kuitoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani, akawabariki watu kwa jina la Bwana. Kisha akawagawia kila mtu wa Israeli, waume kwa wake, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Wakati huu, msikilizaji, kama vile twasoma, ulikuwa furaha kuu katika Israeli. Nao walimtolea Mungu sadaka ambazo ziliakilisha yote atakayotenda Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya wana wa Adamu, yani wewe pamoja nami. Hiyo ni kama vile tulivyojifunza kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi. Sadaka za kuteketezwa zaakilisha aonayo Mungu katika Kristo, na sadaka hiyo huwa harufu nzuri sana ya kupendeza mbele zake. Nayo sadaka za amani walizozitoa wakati ule ziliakilisha amani aliyoifanya Kristo kwa damu yake pale msalabani. Ndugu msikilizaji, mambo huwa sawasawa kati ya Mungu na mwanadamu anapomwendea Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kutukuzwa kwa Yesu Kristo na kwamba alimwaga damu yake kwa ajili yetu ndiyo injili iliyoko kwenye sehemu hii ya Agano la Kale. Katika hili tuona kwamba moyo wa Daudi hasa ulishughulikia mambo ya kiroho, na hilo ndilo la wapasa viongozi wote. Najua kwamba utaniambia mimi si mtu wa kiroho, na hata huenda utasema kwamba wewe humwamini Mungu. Naam, hivyo ndivyo wengi hupenda kusema, lakini mwisho wa yote huwa kwamba Mungu aliyekuumba amekuneemisha ili uwe pale. Na iwapo wataka kuona mabadiliko katika maisha ya watu, ni lazima ugeukie mambo ya kiroho, hasa kumgeukia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Hili ninalokwambia na kuambia kwa kuwa msingi wa Israeli kubarikiwa wakati ule, msingi wa Israeli kuinuka na kufanikiwa, ni kwa kuwa kwanza walishughulikia mambo ya kiroho. Daudi alikuwa na moyo wa kumtafuta Mungu, daima alitafuta kumpendeza Mungu, na katika kumpendeza Mungu tuona hili alilolitenda.
alilitwaa lile sanduku la agano la Bwana Mungu wa Israeli hadi alikokuwa akitawalia, naye kwa furaha akamtolea Bwana sadaka. Rafiki yangu, hasa uliye kiongozi, napenda kukuarifu ya kuwa iwapo kuna jambo litakaloleta maendeleo kwa wote unaowakilisha, iwe ni nyumba yako au eneo lako la ubunge au eneo lako la tarafa, popote pale ulipo, ni kuwajulisha watu kwamba hitaji lao si fedha kwanza. Hitaji lao la kwanza ni kupatana na Mungu. Watu wanapopatana na Mungu, mara moja Mungu huanza kuwabariki na mahitaji mengine hufuatilia. Hilo ndilo Bwana wetu Yesu Kristo alisema waziwazi kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine tutaongezewa. Ewe kiongozi, tafuta haki ya Mungu, tafuta hayo yanayomhusu Mungu, wahusishe watu wako katika hayo, na Mungu atayabariki maisha yako pamoja na kuwabariki wote ambao wahusishwa nawe. Hayo ndiyo yalitendeka katika maisha ya Daudi, na ndiyo daima hutendeka katika maisha ya kila kiongozi anayemfuata Bwana Mungu kwa moyo wake wote. Daudi alimfuata Bwana Mungu, naye Mungu akamfanikisha, Mungu akamuinua, na ndivyo Mungu huendelea kufanya katika maisha ya kila mmoja anayemgeukia. Leo hii, kwa kuwa Kristo alikufa pale msalabani na kufanya amani kwa damu aliyoimwaga, una fursa ya kwenda kwake Mungu, maana njia ii wazi upate kuingia mbele zake, na unapoingia mbele zake upokee hilo unalohitaji. Hakuna njia ambayo wanadamu watabarikiwa isipokuwa njia hiyo ya kumwangalia na kumtazama Mungu aliyewafanya kutoka kwenye udongo. Huyo Mungu tu ndiye ana suluhisho kwa ajili yako. Yashangaza kwamba miongoni mwa wanadamu kuna wale waliobarikiwa kuwa na vitu vingi. Kuna wale ambao mahitaji ya kawaida walio nayo wengi hawana. Hivyo wamefikia mahali pa kusema kwamba hata Mungu hawamuhitaji. Msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo liliwafanya wana wa Israeli wawe jinsi walivyo leo hii, ni kwa sababu walipokula na kushiba walimsahau Bwana Mungu. Unapokula na kushiba kisha umsahau Mungu, hatima yako itakuwa kama ya wana wa Israeli. Hebu tazama Waisraeli walipokuwa na vingi wakati ule wa Suleimani, wakati ambapo Mungu aliwabariki hata fedha na shaba kwa kama mawe za kawaida. Watu hao walimsahau Bwana Mungu. Walipomsahau Mungu, aliwatumia watu waliowapiga, waliowaumiza, waliowafanyia maovu, kwa sababu walimwacha Mungu aliyekuwa thawabu yao kuu. Wewe uliyebarikiwa, wewe uliye na vitu unavyohitaji vyote, vitu ambavyo Mungu amekupa, wafaa kufahamu hili, ya kwamba huyo Mungu wa Israeli, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu ambaye alifanya dhahabu na fedha na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, huyo tu ndiye thawabu yako kuu. Hayo ndiyo maneno aliyomwambia Ibrahimu, na ndiyo maneno anayokuambia leo hii, ya kwamba unapompata Bwana Yesu Kristo, unapompata Mungu wa kweli, maisha yako huwa ni salama salamini. Rafiki yangu, napenda pia kukufahamisha hili, ya kwamba si kwa sababu ya matendo yako wala si kwa sababu ya hekima yako ndiposa umefika hapo ulipo. Nabii Yeremia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 asema hivi kwa habari ya wanadamu. Hebu sikiliza. Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa habari ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana, nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Rafiki yangu, huyo ni Mungu anayezungumza nawe, akikwambia kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji kujitukuza kwalo, ni kwamba wamfahamu. Naye Mungu huwezi kumjua isipokuwa kwa njia hiyo ya Yesu Kristo mwana wake. Hiyo ndiyo kweli iliyoko, maana Yesu Kristo asema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Sikiliza haya maneno aliyoyasema. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Halafu kwenye aya ya 7 asema hivi, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba, tangu sasa mnamjua tena mmemuona.
Maneno haya tuliyoyasoma kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana ni maneno ambayo yatuonyesha waziwazi kuwa iwapo tutaka kumjua Bwana, iwapo tutaka kumjua Mungu wetu na kumfahamu, ni lazima iwe kwa njia ya Yesu Kristo. Maana Yesu ndiye njia na kweli na uzima, wala huwezi kumwendea Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Msikilizaji wangu, hakuna njia nyingine utakayomfikia Mungu Baba isipokuwa kwa njia aliyoiteua, njia iliyo dhahiri, njia aliyotufunulia, nayo ni kwa kumwamini Yesu Kristo. Hili nakwambia kwa msingi wa maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari ule wa 13 unaonena habari ya jinsi Mungu ametupatanisha naye kwa njia ya Kristo. Neno lasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Rafiki msikilizaji, maandiko hayo tuliyoyasoma ni maandiko yatuonyeshayo waziwazi kwamba unapomjua Bwana Yesu Kristo, basi utamjua na Mungu pia. Hiyo ni kwa kuwa yeye ndiye mfano unaoonekana wa huyo Mungu asiyeonekana. Tunapogeukia aya ya 4 na ya 5, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 16. Neno lasema hivi: akawaagiza baadhi ya Walawi kwamba watumike mbele ya sanduku la Bwana, wamfanyie ukumbusho na shukrani na sifa Bwana Mungu wa Israeli. Asafu mkuu wao na wapili wake Zakaria na Yaeli na Shemiramothi na Yaheli na Matithia na Eliabu na Benaya na Obed-Edomu na Yaeli wenye vinanda na vinubi, naye Asafu mwenye kupiga matoazi. Hili alilotenda Daudi ni jambo kuu tena muhimu sana. Funzo kwetu ni kwamba twahitaji kujihusisha na neno la Mungu kama itustahilivyo, na pia tulifahamu neno hilo kiasi cha kufanya kumbukumbu yetu mbele zake Mungu na kumsifu kwa yote aliyoyatenda na atakayoyatenda. Sifa ni jambo lipendezalo Mungu na nzuri kwako kama mtoto wake, kumsifu na kumshukuru siku zote. Aliyekuwa msimamizi wa shughuli hii ya kumwimbia Mungu na kulisifu jina lake na kufanya kumbukumbu mbele zake ni huyo Asafu. Kwenye aya ya 6 na ya 7 neno lasema hivi: nao makuhani Benaya na Yahazieli wenye baragumu daima mbele ya sanduku la agano la Mungu. Ndipo siku hiyo Daudi alipoagiza kwanza kumshukuru Bwana kwa mkono wa Asafu na nduguze. Daudi aliagiza kwamba Asafu na nduguze wamshukuru Mungu. Shukrani na ibada kwa Mungu ni jambo linalohitajika kufanywa kwa ustadi na kwa ufahamu, maana ni ibada kwake. Naamini kwamba watumishi wa Mungu na waumini pamoja watakuwa na juhudi ya kuhakikisha kwamba sehemu hii ya ibada yazingatiwa na kuwekwa maanani, sawa na ilivyokuwa katika siku za Daudi. Kumbuka, ni vyema kumsifu Bwana na kulishukuru jina lake. Hili ni jambo lifaalo watakatifu, yani wewe nami tunaomwamini Yesu Kristo. Sifa hizo si za midomo tu, bali ni kutokana na hayo tutendayo sisi. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe kutenda hayo, ili jina lake libarikiwe miongoni mwa watu wote kama vile inavyopasa. Na tuombe. Na kushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa muda ulionipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji, tupate kujifunza neno lako lililo uzima wetu na pia muongozo katika maisha haya. Na kushukuru hasa kwa ufahamu kwamba yote tuliyojifunza leo hii yahusu jinsi tunavyostahili kukutolea ibada. Tusaidie Bwana, ibada yetu isiwe tu ya midomo, bali ibada yetu iwe katika matendo yetu popote tulipo, ili watu wapate kuona mfano wetu bora unaotokana na imani yetu kwa Kristo, nao wapate kujua kwamba Yesu Kristo aliyetubadili maisha yetu yuwaweza kuwabadili pia. Naomba hili nikijua kwamba utalitenda kwa utukufu wa jina lako, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza yamebariki moyo wako, na ya kuwa utaendelea kumwangalia huyo Bwana Mungu apate kukusaidia, apate kukuongoza katika yote yanayokustahili.
Fanya hivyo nawe utabarikiwa, maana baraka ni zako na za kila mmoja atendaye kulingana na neno lake Mungu. Na kwa hayo tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Iwapo una swali au pendekezo kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kwa kupiga simu, kutuma ujumbe wa WhatsApp au ujumbe wa kawaida kwa nambari 0718220582. Hadi kipindi kijacho, wasaa kama wa leo ndani ya Pendo FM.